Habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunafurahi kuwa pamoja nanyi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 12 Mei mwaka 2026. Tukuletea mkusanyiko wa habari muhimu za kuaminika na zinazogusa maisha ya wananchi kutoka hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutazungumzia hali ya usalama mashariki mwa nchi, siasa, maendeleo, jamii pamoja na matukio mbalimbali endelea kuvutia hisia za wengi. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hii kupata habari zote muhimu kwa wakati. Basi karibu anze nasi safari ya habari. Mimi ni Eloge Lulonga na ni Kivu News Info, ambapo tutaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Ground. Mapigano makali yaliyoripotiwa katika eneo la Miti Mingi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamechukua sura mpya baada ya taarifa kudhibitisha kuwa mwanajeshi mmoja wa Rwanda amekamatwa na wapiganaji wa wazalendo wakati wa makabiliano yaliyotokea katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo lilitokea baada ya mapigano ya muda mrefu katika makundi ya wazalendo na vikosi vinavyodaiwa kuwa na uhusiano wa jeshi la Rwanda. Wananchi wa eneo la Miti Mingi wanasema milio ya risasi nzito na silaha za mbali ilikuwa ikisikika kwa saa kadhaa, iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi ambao wengi wao walazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Baadhi ya familia zimeelekea katika maeneo ya jirani kutafuta hifadhi ya muda, huku wale kibinadamu kiendelea kuzorota siku hadi siku katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano hayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kijamii wa eneo hilo, mwanajeshi huyo alikamatwa, alionyesha mbele ya baadhi ya wakazi kabla. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa tukio hilo linaweza kuongeza mvutano uliopo kati ya Kigali na Kinshasa, wakati ambako mashariki mwa Kongo inaendelea kushuhudia machafuko mara kwa mara yanahusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono baadhi ya makundi yenye silaha yanayoendesha mashambulizi katika eneo hilo, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha mara kadhaa. Kwa upande wao, wapiganaji wa wazalendo wameendelea kusisitiza kuwa wako tayari kuendeleza mapambano yao, wakisema lengo lao ni kulinda ardhi ya Kongo dhidi ya kile wanachokiita uvamizi wa kigeni. Kauli hiyo imekuwa zikipanga uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wananchi wa mashariki mwa nchi ambao wamechoshwa na hali ya vita na ukosefu wa usalama unaodumu kwa miaka mingi. Mashirika ya kiraia na viongozi wa dini katika eneo la Kivu Kaskazini wanaendelea kutoa wito wa amani na mazungumzo ili kuepusha kuendelea kwa kumwagaji damu. Wamezitaka pande zote zinazosika katika mapigano kuheshimu maisha raia wasiokuwa na hatia na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia watu waliokimbia makazi yao. Hadi kufika sasa katika eneo la Miti Mingi, inaelezwa kuwa bado ni wasiwasi mkubwa kwa wakazi wengi, wakiendelea kuishi kwa hofu kutokana na uwezekano wa mapigano mapya kuzuka wakati wowote. Mjambo tena wapenzi wa Radio Savan TV mahali popote mnapopatikana, tuwajuze kwamba leo ni tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kama vile kawaida, niliwajuza kwamba tutakuja kuwaonesha mateka ambao walikamatika kwenye mapigano ya leo ambayo ilikutanisha wazalendo wa mvuma Parako tuko pia na mvuma Parako FF ambayo inaongozewa na Mtawemba Stani James. Ila tuwajulishe kama hii ni muungano wa wazalendo, yani coalition ambayo ilifanya hii kazi leo kwa asubuhi kuanzia saa 10 za alfajiri mpaka saa hii. Mapambano makali inaendelea kuripotiwa. Mmoja kati yao atashuhudia zaidi. Kijana, jambo. Jambo sana. Kwa majina? Wizeye Kwingira Grevis. Unazaliwa wapi? Nazaliwa Kongo. Unakuwa unatumika jeshi gani? Natumika mchama ya M23. Kwa leo uko mikono ya wanani? Sasa niko mzaliwa. Ulienda jikutana mikono ya wazalendo vipi? Nilikamatiwa mateka sababu ya vita. Ulikamatiwa sehemu gani?
kamatiwa miti mingi chini defense yenyewe na kaijinge miti mingi. Kwa sasa hapa unasimama kwenye defense eta majoro yenu ya miti mingi. Nini ilikusababisha ukamatiwe? Sababu ya vita. Sababu ya vita. Kwa leo message gani wala ujumbe gani ambazo unaweza kupatia wenzako ambao wanabakia huko kwenye chama ya M23? Ninaweza waambia hiyo sio chama kubakia ndani. Sababu ni kwanza ni chama ya Wazalendo, ni chama mbaya. Lakini nimeona ni chama mzuri kabisa. Hiyo ndio ideology ambayo walikuwa walishawaweka ndani kama Wazalendo ni chama mbaya. Lakini unaokutana na Wazalendo ni wenzako wala Wazalendo? Wakazi wa maeneo ya Sange na Luvungi katika wilaya Uvira mkoani Kivu Kusini wameonyesha hasira na wasiwasi mkubwa baada ya kusitishwa kwa mkataba wa ujenzi wa vituo vya mpaka vya Nyamoma na Rubega kupitia waraka uliowasilishwa hadharani tarehe 18 Mei mwaka 2026 na muungano wa mashirika ya kiraia ya Uvira. Wananchi hao wameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Benki ya Dunia kutuma haraka ujumbe maalum wa tathmini ili kujionea hali ya halisi ya usalama katika eneo hilo ili kuruhusu kuanza tena kwa kazi za ujenzi. Hatua hiyo ya wananchi imekuja siku chache tu baada ya barua ya tarehe 11 Mei kutoka kwa mratibu wa mradi wa PFCAGL inayotangaza kufunjwa kwa mkataba wa kampuni ya Sajek Kati iliyokuwa ikiwekwa jukumu la kujenga vituo hivyo vya mpaka. Sababu iliyotolewa na hali ya usalama katika maeneo ya Sange na Luvungi. Hata hivyo, uamuzi huo umeibua malalamiko makubwa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na viongozi mbalimbali wa kijamii. Mashirika ya kiraia, viongozi wa kijamii na hata baadhi ya wabunge wa kitaifa kutoka Uvira wameeleza kuwa kusimamishwa kwa mradi huo ni hatua ya haraka isiyozingatia matumaini ya wananchi waliokuwa wakisubiri maendeleo kupitia miradi hiyo. Katika waraka wao uliotumwa kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali kuu, Wizara ya Biashara nje, uongozi wa mradi wa PFCAGL pamoja na Benki ya Dunia, wananchi hao wamesema kuwa kurejeshwa kwa mradi huo ni maendeleo ni sehemu muhimu ya juhudi za kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa wakati wa uzinduzi wa mradi huo tarehe 4 Disemba mwaka 2025, ujenzi wa vituo vya Nyamoma na Rubega ulikuwa umefadhiliwa na Benki ya Dunia na unatarajiwa kutoa zaidi ya nafasi 1400 za ajira kwa vijana pamoja na wanawake kutoka Sange, Luvungi na vijiji vya jirani. Wananchi wa eneo hilo, mradi huo haukuwa tu wa kujenga majengo ya utawala wa mipakani, bali ilikuwa ishara ya kurejea kwa mamlaka za serikali, chombo cha kuimarisha amani pamoja na vifaa vya kufufua uchumi wa eneo lote la Uvira. Katika mapendekezo yao makuu, wananchi wameomba kutumwa kwa ujumbe huru wa tathmini ili kudhibitisha hali ya sasa ya usalama katika maeneo hayo. Wamesema mazingira yamebadilika kufuatia kuondoka kwa hatua kwa waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya wilaya Uvira, na kwamba sababu za kusimamishwa kwa mradi zinapaswa kuchunguza upya kwa uwazi na haki. Waandishi wa waraka huo pia wametaka Benki Kuu ya Dunia kuendelea kuunga mkono kifedha mradi huo wa tafakari tena uamuzi wa kusitisha mkataba huo. Kwa maoni yao, kusimamishwa kwa miradi hiyo kunaweza kuhatarisha juhudi za maendeleo na utulivu katika eneo hilo ambalo limeathiriwa na vita zaidi ya miaka 30. Waziri wa biashara nje pamoja na kitengo cha usimamizi wa mradi wa PFCAGL wametakiwa kupitia haraka uamuzi huo kwa kuzingatia maslahi ya wananchi wa eneo hilo. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini nayo imeomba kusaidia kurejeshwa kwa shughuli za ujenzi kwa haraka iwezekanavyo. Kwa sasa, kwa wakazi wa Sange na Luvungi, amani kweli haiwezi patikana bila maendeleo ya ajira. Baada ya miaka mingi ya machafuko na ukosefu wa usalama, wananchi nao wana matumaini kwa kurejea kwa utulivu kutakwenda sambamba na uwekezaji wa miradi ya maendeleo utakayorejesha matumaini mapya kwa jamii. Licha ya maagizo hivi karibuni kutoka kwa viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini yanayowataka watumishi wa serikali kuishi rasmi katika mji wa Uvira, baadhi ya maafisa na wafanyakazi wa umma bado wanaendelea kulala nchini Burundi na kuingia Uvira mchana kwa ajili ya kazi pekee. Hali hiyo ilishuhudiwa Jumatatu tarehe 18 Mei katika mpaka wa Kavimvira, ambako ni njia kuu ya kuvuka kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na ya Burundi. Asubuhi na mapema, magari yaliyotambuliwa kama kwa baadhi ya mawaziri wa mkoa, wakuu wa idara za serikali, viongozi wa mashirika ya umma pamoja na watumishi wengine wa serikali wanaonekana wakivuka kutoka Burundi kuelekea Uvira kwa ajili ya shughuli za kikazi. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vilivyozungumza na wenzetu wa eneo hilo, baadhi ya watumishi hao hukaa Uvira wakati wa saa za kazi pekee na kurejea Burundi kila jioni kwa ajili ya kulala. Wengine wanasema usafiri kila siku kati ya Burundi na Uvira, wakieleza kwa bado wana wasiwasi kuhusu hali ya usalama ambayo wanaiona kuwa haijatulia kikamilifu. Mtumishi mmoja wa serikali
serikali ambaye kutaka jina lake litajwa amesema kuwa wanaheshimu maamuzi ya viongozi wa mkoa, lakini si rahisi kwa sasa kuhamia Uvira pamoja na familia zao bila kuwa na uhakika wa usalama wa kudumu. Kauli hiyo inaonyesha hofu ambayo bado iko kwa baadhi ya wafanyakazi wa serikali licha juhudi za mamlaka kurejesha hali ya kawaida katika eneo hilo. Hali hiyo inajitokeza baada ya kikao cha kamati ya usalama ya mkoa Kivu Kusini ambako makamu wa gavana alitoa maagizo kwa watumishi wa serikali kuishi Uvira mchana na usiku kama ishara ya kurejea kwa mamlaka ya serikali na hatua ya kuonesha kuwa hali ya usalama inaendelea kuimarika katika sehemu hiyo ya mkoa. Kwa mujibu wa wachambuzi mbalimbali, uwepo wa kudumu wa watumishi wa serikali mjini Uvira ni jambo muhimu katika kuimarisha utulivu na kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Wamesema kuwa wananchi wanahitaji kuona viongozi na watumishi wa umma wakiishi pamoja nao ili kuonyesha kuwa serikali ina imani na usalama wa eneo hilo. Hata hivyo, baadhi ya watumishi wa serikali wanaamini kuwa kuhamia kabisa Uvira kunahitaji muda kutokana na changamoto za kifamilia, usafiri pamoja na usalama. Wengi wanaeleza kuwa wanaunga mkono maamuzi ya viongozi wa mkoa, lakini wanaomba utekelezaji wake ufanyike hatua kwa hatua ili kuwapa nafasi ya kujiandaa vizuri. Hadi sasa juhudi za kupata maoni ya mamlaka gavana wa Kivu Kusini kuhusu hali hiyo haijafanikiwa, wakati mamlaka zikiendelea kuhimiza kurejea kwa huduma za serikali katika maeneo yaliyokuwa yamekumbwa na ukosefu wa usalama. Swala la watumishi wa serikali kuendelea kuishi Burundi huku wakifanya kazi Uvira inaendelea kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi wa eneo hilo. Waziri wa utumishi wa umma wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Liau amesema wazi kwa watumishi wa umma ambao wamekubali kuajiriwa au shirikiana na waasi wa M23 katika maeneo yaliokuwa chini ya udhibiti wa kundi hilo hawatarejeshwa katika utumishi wa serikali mara mamlaka ya serikali itakaporejeshwa kikamilifu katika maeneo hayo. Kauli hiyo imetolewa wakati wa serikali ya Kinshasa ikiendelea na juhudi za kurejesha mamlaka yake katika maeneo ya mashariki mwa nchi yaliyoathiriwa na migogoro ya kivita. Kwa mujibu wa waziri Jean-Pierre Liau, serikali imeamua kuchukua msimamo mkali dhidi ya wale wote walioamua kufanya kazi chini ya utawala wa waasi katika maeneo yaliyotekwa na M23. Amesema kuwa hatua hiyo inalenga kulinda heshima ya taasisi za serikali pamoja na kuhakikisha kwa watumishi wa umma wanabaki kwa waaminifu kwa taifa na mamlaka halali ya nchi. Hata hivyo, waziri Anemiza amesitiza kuwa serikali haitowaadhibu watumishi wale ambao waliamua kuacha maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa waasi badala ya kushirikiana nao. Amesema watumishi hao watarejeshwa katika nafasi zao za kazi kwa mujibu wa uamuzi uliowekwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali inaona kuwa hatua hiyo ya kuondoka katika maeneo hayo ilikuwa ni ishara ya utii kwa mamlaka halali ya nchi pamoja na kukataa kushirikiana na makundi yenye silaha. Kauli hiyo imebua mjadala mikubwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi, hasa katika mikoa Kivu Kaskazini na Kusini ambako baadhi ya maeneo yalikuwa yaliwahi kuingia chini ya ushawishi wa M23. Baadhi ya wananchi wanaunga mkono msimamo wa serikali wakisema kuwa ni muhimu kuhakikisha watumishi wa umma wanabaki waaminifu kwa taifa hata wakati wa migogoro ya kivita. Kwa kushirikiana na waasi, kitendo kinachoweza kuhatarisha usalama wa taifa pamoja na mamlaka ya serikali. Lakini upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii wanaona kuwa swala hilo linahitaji kuangaliwa kwa umakini mkubwa. Wanasema kuwa baadhi ya watumishi wa umma waliobaki katika maeneo yaliokuwa chini ya washishi huenda walifanya hivyo kwa sababu za kulazimishwa kulinda familia zao au hofu ya usalama wao binafsi. Hivyo wanashauri serikali kufanya uchunguzi wa kina kabla kuchukua maamuzi ya mwisho dhidi ya watumishi hao. Katika miezi ya hivi karibuni, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikiendelea na operesheni mbalimbali za kijeshi pamoja na juhudi za kidiplomasia kurejesha amani mashariki mwa nchi. Wakati huo, mamlaka zimekuwa zikitoa wito kwa watumishi wa umma waliokimbia maeneo ya vita kurejea taratibu katika maeneo salama kadri hali ya usalama inavyoendelea kuimarika. Kauli ya waziri Jean-Pierre Liau inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kurejesha nidhamu katika utumishi wa umma na kuimarisha mamlaka dola katika maeneo yote nchini. Serikali inaamini kuwa kurejeshwa kwa mamlaka serikali hakutakuwa tu kwa uwepo wa jeshi la polisi bali pia kupitia taasisi za serikali zinazofanya kazi kwa uaminifu na kuheshimu sheria za taifa. Wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa na changamoto katika baadhi ya maeneo mashariki, wananchi wengi wanaendelea kutarajia kuona hatua madhubuti kuchukuliwa ili kurejesha amani ya kudumu, huduma za msingi pamoja na imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Kwa habari za kina zaidi tunaendelea kujiunga moja kwa moja na wenzetu wa Radio Okapi kwa uchambuzi wa taarifa nyingine muhimu zinazoendelea kujiri ndani na nje ya nchi. Basi kwa sasa mbaki salama popote mlipo, muwe na mchana mwema na mwenye baraka, huku mkiendelea kufuatilia matangazo ya habari kutoka kwa wenzetu wa Radio Okapi. Na mimi ni Teloje Longa, na kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info na wapongeza na kuwatakia siku njema, na nikodi tutanane jioni kwa matangazo mengine zaidi. Bye bye na chao.
Ebola à la une avec cette inquiétude des responsables des sites déplacés de la ville de Bunia. Alors que des cas sont enregistrés dans la ville, aucun mécanisme de protection n'est mis en place dans ce lieu qui pourtant rassemble un grand nombre de personnes. Nous serons à Goma voir comment la prévention d'Ebola s'organise au niveau des familles. Cela alors que les enfants ont repris le chemin de l'école ce mardi, soit au 3e jour de la confirmation d'un cas d'Ebola dans la ville. Comme invité, Dr Georges Baka, directeur médical adjoint à l'hôpital de référence secondaire de Kinkanda à Matadi. Il nous parle de l'hypertension artérielle qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. C'est en marge de la journée internationale de lutte contre cette maladie le 17 mai. Madame, Monsieur, bonjour. Nous commençons à Bunia. Le site déplacé de l'ISP de Kigonze, qui accueille plus de 30 000 personnes, ne dispose pratiquement d'aucun mécanisme adéquat de protection contre l'épidémie d'Ebola. Selon les responsables de ces sites, certains déplacés recourent à des moyens traditionnels, notamment l'utilisation des cendres à la place de savon pour tenter de prévenir la maladie. Ils dénoncent également l'ignorance des mesures barrières par une grande partie des sinistrés. Cette situation les expose davantage au risque de contamination. Qu'en est-il, Isaac Raymond? Dans les sites déplacés de l'ISP de Kigonze, les moyens de prévention contre Ebola restent très limités. On n'y trouve pratiquement ni cache-nez, ni désinfectants, encore moins des dispositifs adéquats de lavage des mains. Certains utilisent de simples morceaux de tissu ou des pagnes mal entretenus comme moyen de protection. D'autres recourent à la cendre, faute de savon et à raison de l'insuffisance d'eau potable pour le lavage des mains. Face à cette situation, les déplacés demandent au gouvernement ainsi qu'aux partenaires humanitaires de leur fournir les matériels nécessaires afin de protéger des milliers de vies humaines exposées dans ces camps. Etienne Ngoutsi, président du site de Kigonze. Nous n'avons pas de cache-nez, soit des désinfectants. Nous utilisons des cendres pour se protéger contre ce virus. Outre le manque de moyens de prévention, certains comportements à risque exposent également les déplacés à la contamination. Les responsables des sites évoquent notamment la manipulation des corps des personnes décédées. Ils citent le camp d'un jeune dont la dépouille a été ramenée d'Iga-Barrière vers le site de Kigonze. Un autre déplacé âgé de 39 ans est décédé sur place dans la nuit de dimanche en lundi au site de l'ISP. Selon des responsables communautaires, cette situation démontre la nécessité de renforcer davantage les campagnes de sensibilisation au sein des populations déplacées, précise Gérard Maki, vice-président du site. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi. À Goma, au Nord Kivu, les enfants ont repris le chemin de l'école aujourd'hui mardi, au 3e jour de la confirmation d'un cas d'Ebola dans la ville. Dans les familles, quelques parents ont pris soin de rappeler les mesures barrières à leurs enfants avant qu'ils ne retrouvent la foule de cours de récréation. Pour beaucoup, cela implique l'achat de cache-nez et de désinfectants, mais le défi reste de taille. Cette nouvelle alerte sanitaire touche une population déjà durement fragilisée économiquement depuis la crise de janvier 2025. Alors, comment les familles s'organisent-elles face à cette situation? Le point avec Rosalie Zawadi. Dans les écoles primaires de Goma, ce mardi matin, un seul sujet au cœur des discussions, Ebola. La plupart des enfants sont informés de la réapparition du virus dans la ville. Certains disent avoir été sensibilisés à la maison sur les gestes de prévention à adopter. Nos parents nous ont sensibilisés parce qu'il y a une maladie qui s'appelle Ebola. Aujourd'hui, à l'école, on s'est lavé les mains avec du savon. Arrivé au rassemblement, la directrice nous a sensibilisés les signes qui peuvent montrer que quelqu'un a l'Ebola. Il y a l'hémorragie, les vomissements, la forte fièvre, maux de tête et des faiblesses inhabituelles. Et aussi, elle nous a parlé des mesures barrières. Cependant, si de nombreux parents s'efforcent d'appliquer les mesures barrières à domicile, tous ne disposent pas des moyens nécessaires pour équiper leurs enfants en masque et en gel désinfectant. Rencontré devant une école, un père de famille confie que depuis la crise économique qui frappe Goma, ses ressources se sont considérablement réduites. Il espère néanmoins réunir un peu d'argent dans les prochains jours pour se procurer du matériel de protection pour ses enfants. Une charge supplémentaire qui vient alourdir un quotidien déjà difficile pour de nombreuses familles de Goma. Et face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ituri aussi, la vigilance est de mise sur les axes routiers. Les agences de transport qui assurent la liaison entre Bunia et Kisangani prennent des dispositions pour éviter la contamination des voyageurs. C'est notamment par la sensibilisation aux mesures barrières. Cela se passe notamment dans les parkings de véhicules en partance pour Bunia. Qu'en est-il, Jacques Mokonkole?
Dans les différents parkings de Kisangani, le message passe en boucle avant chaque départ. Ce sont les camionneurs eux-mêmes qui prennent l'initiative de briefer les passagers en partance pour l'Ituri. Une démarche saluée par les voyageurs qui demandent d'ailleurs un suivi strict tout au long du voyage. Si dans toutes les barrières on fait des gestes de barrière pour laver le lavage des mains avec du savon et des cendres, ça pourrait nous aider aussi. Même rigueur du côté des bus de transport en commun. Au moment de l'embarquement, les gérants rappellent les réflexes de base. Lavage régulier des mains, interdiction des contacts physiques inutiles et signalement immédiat de tout symptôme suspect. Je prépare mettre l'eau pour laver les mains dans l'entrée, à chaque barrière aussi, et aussi porter des cache-nez. Nous avons pris la disposition de nous procurer des cache-nez pour les membres d'équipage, les savons et les lave-mains. Malgré ces précautions, la peur reste vive. Par prudence, certains usagers ont tout simplement choisi d'annuler ou de reporter leur voyage vers l'Ituri. Ils affirment attendre une communication plus claire des autorités sanitaires sur l'évolution réelle de l'épidémie avant de reprendre la route. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi. Et merci Jacques Moukonkole. Mais alors, quelles sont les mesures à respecter pour éviter de contracter la maladie à virus Ebola? Suivez les conseils du Dr Anissé Kipassa, expert en santé publique. Il est ancien vice-président du comité scientifique de lutte contre Ebola à Kikwit en 1996. Il intervenait dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir, animée par Guy Maté. C'est un extrait proposé par Alain Rung. Les 5 règles d'or, comme les 5 doigts de la main. La première des choses, même s'il n'y a pas encore de vaccin pour cette souche, ne cédez pas à la panique, ne vous fiez pas aux rumeurs. Suivez et appliquez de façon stricte les règles et les recommandations des autorités politico-administratives, des professionnels de santé, des médecins et des agents de la santé. Deuxième règle d'or, l'hygiène. Évitez les embrassades, les accolades dans cette période. Lavez régulièrement les mains au savon ou au cendre et utilisez la solution hydroalcoolique. 3. En cette période, évitez de manipuler, toucher, de piécer, de séquer les viandes, les gibiers trouvés morts dans la forêt. 4. Évitez tout contact non protégé avec les humeurs corporelles, du sang, des urines, des vomis, la sueur, même les larmes, les selles et même les mariés. Attention au sperme. Ça peut contenir aussi le virus. Évitez de manipuler les effets personnels des gens, des cas suspects qui étaient malades, ou à la rigueur, brûlez-le. Les derniers, en cas de convalescence, parce que même là, il y aura des convalescents. Évitez les contacts sexuels pendant quelques mois ou quelques semaines. Et par rapport à ce 17e épisode de cette maladie, cet apport des États-Unis, le département d'État américain affirme coordonner une réponse globale à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Dans les 48 heures, le département a activé un plan d'intervention et mobilisé une première tranche de 13 millions de dollars américains d'aide étrangère pour les efforts de réponse immédiate. Cette annonce est faite dans un communiqué publié ce mardi. Que retenir d'autre de ce document, Alain Roux? Selon les départements d'État américains, ce financement renforce la réponse de chaque pays en soutenant la surveillance, les capacités des laboratoires, la communication des risques, les inhumations sécurisées, le contrôle aux entrées et sorties du territoire et la prise en charge clinique des cas. Le département d'État américain s'apprête à annoncer un financement bilatéral supplémentaire pour la réponse à l'épidémie et l'aide humanitaire, à mesure qu'il recueille des informations complémentaires sur l'ampleur de l'épidémie. Ce financement additionnel s'appuie sur les investissements américains dans la surveillance des maladies et la détection des épidémies, ainsi que sur les efforts de réponse déployés dans le cadre des protocoles d'accords bilatéraux en matière de santé signés avec la RDC et l'Ouganda dans le cadre de la stratégie de santé mondiale, l'Amérique d'abord. 2 jours après la reprise des activités au péage de Kasangulu au Congo central, les embouteillages ont refait surface sur la route nationale numéro 1 reliant Kinshasa à Matadi. Les conducteurs dénoncent un désordre qu'ils estiment organisé au niveau du péage, qu'ils considèrent comme la principale cause de ces bouchons plutôt que les travaux en cours sur la chaussée. Les usagers appellent les autorités à intervenir rapidement afin de rétablir la fluidité du trafic. Élise Kavira.
Pendant 48 heures, le ministre des Travaux publics avait suspendu les activités au péage de Kasangulu afin de faciliter la circulation. Après les activités reprises, plusieurs usagers pointent du doigt les agents du péage qu'ils considèrent comme les principaux responsables du désordre observé. Parmi eux, John Landu, chauffeur sur l'axe Matadi-Kinshasa, livre son constat. Ce sont les arrangements entre les agents du péage et certains chauffeurs, notamment ceux de remorques, qui provoquent les embouteillages. Cette situation perturbe fortement les échanges entre le Congo central et Kinshasa. Zaina Mapela, commerçante qui effectue au moins un voyage par semaine, déplore les pertes liées aux heures perdues dans les embouteillages. Les 2 jours de suspension des activités au péage avaient apporté une réelle amélioration. Et depuis la reprise, nos marchandises pourrissent, nous arrivons tard dans la nuit et devons attendre le matin pour vendre. Cela nous cause d'énormes pertes.